Marawe, watu wengi wanakulaumu. Kwa nini hukutunza akiba bora ungeanzisha biashara yako? Ukasahau ulikotoka, ukaendeshwa na mapenzi we. Ukasahau kusikiliza ushauri wa Joshua aliyokupatia. Sasa hivi yuko njiani, anakwenda hospitali kwenda kuchunguzwa ujauzito kama upo aweze kutimuliwa. Msikilizaji, huyu Mara huyu basi hatujui, ila wote tunakusanyikana hapa msikilizaji kuweza kufahamu yapi atakayoendelea huko hospitali mara baada ya Mara kufahamikana ujauzito. Na baada ya taarifa kumfikia Tom, wote tunafahamu majibu ambayo aliyatoa Tom na kipi ambacho kimeamliwa kwa Mara kwa hao wazazi, ambapo ni Mama Given pamoja na Tom. Kwa hiyo hatujui atakayoendelea huko hospitali mara baada ya Mara pamoja na Tom kuelekea huko. Tuungane pamoja msikilizaji kufahamu yote hayo. Langu jina ni Lucas Lumbas na mtayarishaji wa hii simulizi si mwingine ni Chuchu. Naam, tunasonga mbele. Tulipoingia hospitali, nilidhani tungepanga foleni na kusubiri kumuona daktari kama ilivyo kawaida ya wengi. Lakini tulipitiliza tu moja kwa moja, huku Tom akisalimiana na baadhi ya manesi alioonekana kuwajua. Tulielekea moja kwa moja hadi kwenye ofisi ya daktari mmoja. Alikuwa tu ni mzee hivi wa makamo. Ni kama wanaendana na Tom hivi. Yule daktari akasema ya kwamba, umeakoroga nini? Yule daktari alisema baada ya kumuona Tom akiingia na mimi mle ofisini. Sasa Tom akacheka. Akasema ya kwamba, unazingua mzee. Unajua niko makini sana. Hii ni ile ambayo nilikwambia siku ya jana, ni ile issue ambayo nilikwambia siku ya jana. Basi Tom alimuelezea hivyo mzee. Yule baba alinitazama na kutikisa kichwa tu. Yule daktari akasema ya kwamba, sasa huyu si ni mtoto wako kabisa huyu bwana. Kauli hiyo ya huyo mbaba dokta ilimfanya Tom akaongea kwa hasira, akasema ya kwamba, oya, sijaja hapa kuhubiriwa Alfred. Sawa kama unaweza kupiga mzigo niambie na ufanye kazi haraka bwana. Mwanangu mimi hawezi kuwa baba sasa hivi, na wala mimi siko tayari kuwa babu. Nilishakueleza hilo, nadhani unaelewa kabisa. Tusipotezane muda Alfred. Tom aliongea kwa hasira. Alfred alicheka tu na kutikisa kichwa. Akasema kwamba, unajua mimi siwezi kukataa pesa, lakini hapa dau langu limepanda sababu ni binti mdogo. Yule baba alimwambia huko akitabasamu. Sikuweza kuzuia chozi lilonitoka msikilizaji. Walinizungumzia ni kama nyama, japo nilikuwa nimekaa pale pembeni yao. Tom akasema kwamba hakuna shida, wewe utaniambia tu bei yako baada ya kumaliza kazi. Tom alimwambia hivyo baba huko akaa vizuri kwenye kiti na kuegemea. Yule daktari aliinuka na kuniambia nimfuate. Nilifuatana naye hadi kwenye chumba ambacho kilikuwa kimejificha sana pale hospitali. Kinaonekana ni kama chumba cha ufundi hivi, sababu kuna mitambo na generator kubwa sana. Lakini tulipovuka ile mitambo, upande wa pili kulikuwa na kitanda cha chuma chenye drip tayari. Yule baba akaniambia kwamba, haya panda hapo kitandani na umeze hizi dawa. Zitakusaidia kupunguza maumivu kiasi. Aliniambia sasa akinikabidhi dawa na maji yaliyokuwa kwenye meza ambayo mimi hata sikuwa nimeyaona nilipoingia. Nilipokea huku sasa nikitetemeka mikono na uso ulikuwa umejaa machozi. Lakini najua sina maamuzi mengine. Yule baba akaniambia kwamba hakuna haja kutetemeka binti. Maamuzi uliyafanya mwenyewe. Yaani ulienda mwenyewe, sijini tamaa zako, sijini ulipanua miguu mwenyewe. Mimi naambiaga nyinyi mabinti, pesa sio sababu ya kutosha ya nyinyi kujiuza hivi. Yule daktari alisema huku akichukua sindano na kuvuta dawa tayari kwa kunichoma kabla kuniwekea drip. Unajua msikilizaji, nilitamani kumjibu lakini ningeongea nini? Hakuna haja ya kujitetea chochote hapa. Maisha yangu yalipangwa kuwa hivi. Mimi ni kiumbe wa kuteseka tu siku zote. Mimi ni mtu wa kuonewa na kukanyagwa na watu. Mtu wa watu kumtumia watakavyo kisha wanamtupa. Ni mimi hapa. Basi daktari alitamka kwamba
sindano. Alisema hivyo kabla ya kuingiza ile sindano kwenye nyama yangu na kuelekea moja kwa moja kwenye mshipa. Daktari akasema kwamba hii itakusaidia kutulia niweze kufanya kazi yangu vizuri kabisa na itakupunguzia majuto pia. Alisema na kusogea pembeni. Na hapo ni baada ya kumaliza kunichoma ile sindano. Nibaki nikisubiri chochote kitakachokuja sasa. Alihamia upande wa pili na kutafuta mshipa kwa ajili ya kuniwekea drip. Dakika chache baadaye, drip ambayo nilikuja kujua ni ya maji ya uchungu ilianza kuingia kwenye mishipa yangu. Nilianza kusikia maumivu huku macho yangu yakibubujika machozi. Sijui tu muda gani nilisinzia. Lakini nilipokuja kuamka bado nilikuwa kwenye kile chumba. Yule daktari alikuwa anakusanya vitu. Nilitamani kukimbia nikatapike sababu kila kitu kilikuwa kimejaa damu. Kila kitu, yani kasoro tungu zangu. Damu ilikuwa imetapakaa kila mahali. Ilikuwa ni picha ya kutisha sana ambayo sikutamani hata ibaki akilini mwangu. Dr. Freddy akaniambia kwamba wow, umeamka muda mzuri sana. Nimemaliza kazi yangu. Pumzika hapa kidogo na utaweza kutembea tena baada ya masaa mawili. Kwa siku chache zijazo kuna uwezekano mkubwa wa misuli ya tumbo kukaza. Kwa hiyo usihofu sana, itapita baada ya siku kadhaa, lakini ujitahidi kunywa maziwa angalau nusu lita kwa siku. Na upate vitu vya moto moto kama supu na chai. Damu inaweza kuendelea kutoka hadi kesho jioni. Kama ikiendelea kutoka zaidi ya hapo, tafadhali urudi tushughulikie hilo tatizo. Mimi nisingependa ufe kwa sababu hii. Nilibaki nikimwitikia tu kwa kichwa. Baada ya yeye kutoka na vile vitu vilivyojaa damu, ndo nilianza sasa kusikia maumivu. Maumivu yalianza kuja taratibu, lakini haikuchukua muda, yakawa makali sana. Huku tumbo, yani upande wa hapa chini ya kitovu pakikaza sana. Unajua nitamani hata kupiga kelele, lakini sauti ya kutoka. Nikiwa katika kuhangaika kujikunja, hapo yule daktari arudi tena, akasema kwamba pole sana. Dawa hii itaondoa hayo maumivu na nitakupa za kutumia kwa siku 5 na antibiotic. Alinielezea huku akinichoma sindano kwenye kalio. Wakati huu hata sikujali kuwa nilikuwa mtupu mbele yake. Niliendelea kusikia maumivu pale, lakini baada ya dakika kadhaa yalipungua taratibu. Nikajikuta nikijiachia na kutulia pale kitandani huku machozi yakinitoka. Mimi mara nikiona miaka 20 tu nimeshatoa mimba. Miaka 20 tu. Najua sentence ilikuwa ikijirudia akilini mwangu kama wimbo. Miaka 20. Masaa kadhaa baadaye nilipatiwa dawa ya maumivu ya kumeza. Na niliweza kutoka pale hospitali. Tulipokuwa kwenye gari kuelekea nyumbani, sikuweza kuacha kutoa machozi. Angalau wakati huu Tom hakuamua kuongea ule utumbo wake wa kila siku. Tulipofika getini, tukimsubiri Joshua atufungulie geti. Aliingiza mkono mfukoni na kunikabidhi $100,000. Tom akasema kwamba hii itakusaidia kupata maziwa na supu na chochote utakachohitaji hadi upone. Nakupa hadi saa 11 huo umeondoka. Aliniambia hivyo bila hata kuniangalia. Nilibaki kimya sababu sikuwa hata na haja ya kumjibu. Hilo alikuwa swali. Hiyo ilikuwa ni yeye akinifukuza mimi nyumbani kwake. Kwamba nakupa hadi saa 11. Wewe umeshaondoka. Kwa hiyo tazama ninachokipata. Mimba nimetolewa. Nyumbani nimefukuzwa. Kazi sina. Na Joshua alisema hata kama akitokea matatizo, familia haiwezi ikawa upande wa kwangu. Lazima iwe upande wa mtoto wao. Na ndio haya sasa. Na kusema ukweli ni bora niondoke tu.
Sababu kwa jinsi ninavyowachukia sasa, ninaweza hata kuwawekea sumu wote wakafa. Nadhani wanafanya maamuzi mazuri sana. Tulipoingia ndani, nilienda moja kwa moja kuweka nguo zangu zote kwenye begi. Nilipokuja kwenye hii nyumba nilikuwa tu na begi la mgongoni, lakini leo hii naondoka na begi kubwa kabisa iliyojaa nguo. Mtu yote akiniona hawezi kudhani kama nimetoka kijijini. Baada ya kuoga, kubadili nguo na kufunga mabegi yangu, nijitupa kitandani huku nikijaribu kuwaza nitafanya nini baada ya hapa. Siku ya leo nilitamani sana ningekuwa na marafiki. Nijikuta nikimwaza Imelda na Aisha. Nijikuta nikiwaza kama wangeniruhusu kupitia yote haya bila kutegemea kwa uso uliojaa machozi. Nijikuta nikifukua na kuipata ile line yangu ya zamani. Dhumuni langu lilikuwa ni kutafuta namba za marafiki zangu niwapigie. Yeyote atakayepokea kwangu sawa tu. Nilipoweka ile line kwenye simu tu, simu ilianza kuita. Aliyepiga alikuwa ni Imelda. Alisema kwamba we Mara wewe, hii ni muujiza kukupata jamani. Aliongea hivyo huku nikimsikia akishusha pumzi. Sijui ilikuwaje, lakini nijikuta nikishindwa kuongea na kuanza kulia. Akaniambia kwamba Mara, shida nini mpenzi? Hebu niambie. Kuna chochote kinachokusibu? Kwanza uko wapi na unafanya nini? Mara, tulia basi kidogo, usilie basi jamani, sio Mara, au sio Mara? Nikamwambia kwamba ni mimi Imelda. Nimechoka na maisha. Nimechoka sana. Hebu tulia basi kidogo Mara. Unajua usiponielewesha mimi sitaweza hata kukusaidia jamani. Kwanza hebu niambie ulipo na shida ni nini? Mambo ni mengi sana yametokea Imelda. Mengi mno, lakini shida yangu kubwa kwa sasa sina pa kwenda. Mahali nilipokuwa nafanya kazi ndio wamenifukuza. Yaani niko hapa najitahidi hata kwanza sijui nianze wapi na niende wapi. Siwezi yani. Kwani uko wapi? Niko Kubunju. Oh, hatuko mbali jamani. Gari moja tu. Mimi nipo kwa mawasiliano, ndipo naishi. Kwa nini usije ukalala hapa kwangu angalau alafu kesho tujue tunafanyaje rafiki yangu? Alafu unajua nimekumisi sana. Uje, mimi na hakika kuna lolote litakaloshindikana. Aliniambia kwa kunitia moyo, lakini niliishia kutikisa kichwa tu. Unajua Imelda haelewi maisha yangu yapo vipi. Yaani haelewi kabisa. Hivi ndivyo nilivyoandikiwa. Na hataweza kubadili, yani hawezi kubadilisha, yani hatobadilisha chochote. Hawezi kubadilika kamwe. Lakini mimi sikumwambia hayo yote. Nilimuitikia tu na kuridhika kuwa angalau nitapata mahali pa kupumzika usiku wa leo. Imelda alinielekeza namna ya kufika kwake. Hivyo nikanyanyua vitu vyangu tayari kwa kuondoka, lakini kabla sijaondoka nilijikuta nikijisikia kumwandikia Mama Given maneno kadhaa kumshukuru kwa yote na upendo wake mkubwa alionionyesha siku zote. Baada ya kuandika niliacha pale mezani, yani chumbani kwangu, sababu nilijua lazima itamfikia tu. Kisha nikatoka nikiburuza begi na begi lingine likiwa mgongoni. Msikilizaji, kwa wale ambao umemsahau Imelda, Imelda ni rafiki yule ambaye walikuwa naye tangu anasoma shule na ndiye alikuja kumpatia matokeo kwamba amefaulu kwa division 1. Yule rafiki yake na yeye alikuwa amefaulu kwa division 2. Nadhani sasa utakuwa umemkumbuka huyo rafiki wa Mara. Basi tunasonga mbele. Sasa nilipofika nje nilimkuta Joshua akinisubiri. Joshua kaniambia kwamba bosi amesema nikupeleke popote unapoenda. Aliniambia sasa akinipokea begi langu. Nimuuliza kwamba nani Tom? Nimuuliza kama vile siamini, sababu yule baba unajua nimekuja kujua ni mkatili sana. Joshua akasema hapana, Karen au nimuite Magiven. Aliniambia sasa kutabasamu. Machozi yalijaa machoni, lakini sikutaka kuyaruhusu yatoke. Hivyo nilijiweka bize kwa kufungua mlango na kukaa huku sasa nikihangaika kufunga mkanda. Tulipoanza safari nilimweleza Joshua pa kunipeleka na ilionekana kabisa kuwa hadi mwisho bado hakutaka hata kuwa rafiki yangu na mimi sikuhangaika kuongea naye. Maana mimi mwenyewe nilikuwa na shida za kunitosha tayari. Aliponifikisha sehemu, Imelda hiyo sehemu ambayo amenielekeza ndipo nilipomwambia nisimamishie hapo hapo na angenifuata. So nishuka huku yeye akinisaidia kuteremsha mabegi yangu. Joshua akasema kwamba kwa hiyo
hii ndio inaweza kuwa mara ya mwisho na kuona? Joshua aliongea kwa mara ya kwanza tangu toke nyumbani. Nikamjibu ya kwamba ndio, kuna uwezekano huo. Na naomba unisamehe kama kuna namna nilikukosea au kukukwaza au kukuvunjia heshima, naomba unisamehe. Nilimwambia kwa sasa nikipokea mabegi yangu. Joshua akasema kwamba hakuna shida, mimi yote nimesahau. Na kabla Joshua hajamaliza sentensi, alikatishwa na kelele za Imelda aliyekuja na kunirukia, kitu kilichofanya sasa nipate maumivu kidogo ya tumbo. Imelda alikuwa na furaha sana kuniona, akisema oh Mara, jamani rafiki yangu nilikumisi sana. Imelda alikuwa akipiga kelele hadi sasa nilihisi nitakuwa kiziwi baada ya pale. Alikuwa na furaha kiasi kwamba hakumuona kabisa Joshua. Ilibidi hadi Joshua akohoe kidogo, ndipo Imelda akashtuka na kuniachia. Akasema oh samani. Imelda alisema kwa sasa akimgeukea Joshua. Akasema naitwa Imelda, rafiki kipenzi na wapekee wa Mara. Ajitambulisha. Maneno yake yalimfanya Joshua acheke kidogo. Joshua akasema kwamba na mimi naitwa Joshua, dereva pekee wa Mara. Joshua alisema na kumfanya Imelda acheke. Imelda akasema kwamba asante sana kwa kumleta rafiki yangu, naamini tutaendelea kukuona. Imelda alimueleza hivyo. Bado alikuwa ameshikana mikono, na kwa kweli sikuelewa kilichowafanya watazamana hivi bila kuachiana mikono. Joshua akasema kwamba hakuna shida, tutaonana tena bila shaka. Joshua alisema hivyo na kujishtukia huku akiachia mkono wa Imelda. Aituaga na kuondoka. Kabla hata sijageuka, Imelda alinirukia tena na kunikumbatia. Akasema nimekumisi sana mpenzi. Kwanza ngoja nikuangalie jamani, alisema na kuniachia huku akirudi nyuma na kunitazama. Akaniambia umependeza sana jamani, mjini kuna kufaa sana. Umota mashavu, umeng'aa. Hebu twende ndani, yani tuna mambo mengi sana ya kuongea jamani. Nataka uniambie kila kitu na uniambie Joshua ni nani. Imelda alisema sasa akianza kuburuza begi langu kuelekea kwake, ambapo hapakuwa mbali na tulipoachwa. Ni sehemu tu ambayo yani gari hata aliwezi kupita. Basi Imelda akasema kwamba karibu mpenzi, hapa ndo ninapojiegesha. Raya hapa dakika 2 tu nipo chuo. Alisema sasa akifungua mlango na kunikaribisha ndani. Palikuwa ni pazuri sana. Ni sehemu ya sebule, chumba, choo na jiko. Amejitahidi, ameweka makochi, ana jiko zuri tu na chumbani kwake kumejaa. Ni nyumba yenye mahitaji yote ya muhimu. Kitu hiki kilinifanya nikumbuke kuwa sina kitu chochote kilichoko kwa jina langu zaidi ya nguo zangu tu. Sina hata kitanda ndugu zangu. Sikupata hata nafasi ya kuwaza. Imelda alianza kuongea huku akinionyesha mahali pa kuweka begi langu na bafuni, kisha akanipisha. Nichukua muda wangu na kuoga vizuri pale. Nikavaa nguo nyepesi na kumeza dawa za maumivu, ndipo nikaenda kukaa sebuleni na Imelda. Kitu pekee nilichotamani ni kulala na kupumzisha akili yangu na mwili wangu, sababu umepitia mambo mengi sana. Lakini ndio nimefika tu ugenini, siwezi kujifanya nimechoka sana wakati mtu ameamua kunihifadhi. Basi akaniuliza kwamba niambie mpenzi, ulipotelea wapi jamani? Sababu mimi nilikuwa nakupigia kila wakati upatikani. Haipiti wiki sija kutafuta Mara. Lakini leo ilikuwa ni kama bahati vile. Niambie ulikuwa wapi? Aniuliza. Nitamani kumficha lakini sikufanya hivyo. Niliamua kumueleza kila kitu. Kwanza nilivorudi Morogoro baada ya kumwomboleza babangu, nilimueleza kuhusu Selina, Ceci na Frida, Tom na mke wake na watoto. Na hatimaye nilimueleza kuhusu Zakari. Hapa sasa nijikuta nikilia sana, sababu nilipata nafasi ya kukumbuka kila kitu, na kwa mara ya kwanza niliweza kuona kila kitu alichonifanyia Zak ilikuwa ni uongo na unafiki. Yote hayo ilikuwa ili tu aweze kupata alichokuwa nakitamani. Na hatimaye nikamueleza hadi hapa nilipofikia hii leo. Imelda alishia kusikitika tu, huku macho yake yakijaa machozi. Akasema hiyo sio haki. Ulikuwa na kila haki ya kuamua nini kifanyike kwenye mwili wako. Aliniambia sasa akinikumbatia na kunifuta machozi. Nikasema kwamba najua, lakini ndio hivyo. Nikiwa na miaka 20 tu nimeshatoa mimba Imelda. Unadhani kuna chochote tena hapa kwenye maisha yangu? Unadhani mama yangu ndo aliyenichukia? Yeye ndo alipenda kunitesa. Nadhani nikitoka kutafuta nitapata uweni, lakini
kila sehemu nayoenda inaishia kuumia tu kuliko nilipotoka. Zack ndo alikuwa mwanaume wa kwanza mimi kumpenda na kila kitu, lakini ameuvunja moyo wangu kiasi kwamba sijui nitaendelea vipi. Zack ameniumiza hata kuliko wazazi wake kunilazimisha kutoa mimba. Sikujua kama mapenzi yanaumiza hivi. Mimi sikujua kama ningeweza kumpenda hivi mtu na baadaye kuja kumchukia kama ninavyomchukia Zack. Nikimkuta ameumia, sitafikiria mara mbili kummalizia kumuua. Msikilizaji, yani nilikuwa na maneno mengi sana kuongea, lakini Maida alinituliza akaniambia kwamba nakuelewa kabisa mpenzi, nakuelewa. Usiongee tena, usijoka mkufuru Mungu. Lakini mimi nimemchukia huyo baba zaidi ya wote. Mwanaume mkatili, na inaonekana hii sio mara ya kwanza kutoa mabinti wa watu mimba. Maida aliongea kwa hasira, lakini nilibaki kimya sababu vyote anavyoviongea nimeshaviwaza sana. Kulikuwa na ukimya kidogo kabla sijarudi kuongea tena. Kamuuliza kwamba una maana gani? Yaani unamaanisha nini kusema umenielewa? Kwani wewe na Tuma mmeachana? Nimuuliza sasa nikicheka kidogo. Na hapo ni baada ya Maida kuvuta mdomo kwa dharau. Akasema yule Karagosi. Maida aliuliza kwa dharau. Nilicheka nikasema wewe Maida ndo kumuita Tuma Karagosi jamani. Amekosea nini kijana watu? Maida akasema hivi unajua mimi na Tuma tuliachana kabla hata sijamaliza kidato cha 6 Ni vile tu hatukupata muda wa kuongea tulipokutana baada ya kumaliza mitihani. Basi alikaa kimya kidogo. Nilielewa kabisa alimaanisha kipindi nilipoenda nyumbani kumomboleza baba yangu hatukuongea chochote zaidi ya mimi kulia, na nilipotoka kule sikutaka hata kuwasiliana na mtu yote, lakini sikutaka kuendelea kuwaza kitu chochote cha kunipatia huzuni. Sasa nikamwambia kwamba okay, sasa hivi mimi nipo na tuna muda wa kutosha kuzungumza. Niambie ilivyokuwa. Nilimuuliza sasa nikijaribu kutabasamu na kutoa mawazo ya baba yangu akilini. Maida alicheka akasema unajua kipindi nilivyorudi likizo mwezi wa 12 nilimfumania siku moja bana. Tena hiyo siku tulikuwa na mpango wa kwenda mjini. Mimi nilihitaji kutafuta viatu, ni akasema atanisindikiza. Lakini hiyo siku muda wa kuondoka umefika na mtafuta apokee simu. Baada ya muda kidogo akanitumia ujumbe eti amepata kazi, hataweza kunisindikiza. Lakini mimi sikupata amani, nikaamua kwenda kwao. Si nikamkuta amesimamisha mnazi kwenye ile njia yenye miti mingi pale, nadhani unapakumbuka. Kisia sasa mwanamke ni nani? Maida aliniuliza. Bila hata kuwaza nilimjibu mtu ambaye nilimueleza kila wakati awe naye makini. Nani huyo? Neema. Wewe. Lakini Neema si mkubwa sana kwetu. Alikuwa na umri gani? Miaka 22 au 23 kimili kile. Sasa Tuma alikuwa anatafuta nini na mtu mzee kama vile? Nilimuuliza hivyo bila kuamini. Nilikuwa nikihisi lakini sikuwahi kudhani kama ingekuwa kweli. Maida akasema kwamba yani unajua nipoona nilimpigia simu Tuma na kwa macho yangu nikamshuhudia akikata simu. Nikamtumia tu ujumbe kwamba ageuke. Aliponiona alishtuka kama amepigwa shoti. Alijaribu kujitetea lakini mimi sikuwa tayari kumsikiliza. Nilimwacha pale pale na sikutaka kumsikia tangu siku ile. Nilipomaliza mitihani mimi sikukaa hata nyumbani. Yaani ulivyoondoka tu mimi nilienda kwa ndugu yangu Mbeya. Nilipotoka huko nikaenda nyumbani na kujiandaa wiki moja tu, alafu nikaja chuo. Kwa hiyo hata sijui alipoishia. Niambia hivyo nikasema kwamba pole sana mpenzi, lakini najua nyie bado mnapendana tu. Maida akasema mimi nimeshamsahau Tuma. Sasa hivi nipo na Victor. Nikasema Victor? Akasema ndo mpenzi wangu kwa sasa. Na ndio amenipangishia hapa na kununulia kila kitu. Kabla kutana naye nilikuwa nimeridhika na maisha yangu ya hostel. Niambia hivyo. Msikilizaji, sijui hawa watu wanapataga wapi hawa wanaume wanaowapenda kiasi hiki. Mbona mimi sipati mtu wa hivi mtu wa kujitoa kwa ajili yangu. Basi nilisema kwamba hongera mpenzi, mimi napenda kukuona ukiwa na furaha hivi. Hebu niambie kuhusu Victor. Nilimsisitiza japo ukweli ni kuwa sikutamani kusikia chochote, lakini ni wajibu wangu kama rafiki. Maida akasema tuachane na Victor bwana, mimi nataka uniambie kuhusu Joshua, umemtoa wapi? Maida aliniuliza. Swali hilo lilinirudisha pale nje wao wawili wakitazamana na kunifanya nijione kama nilikosea njia na kukutana na wapenzi wawili wakiwa wanakaribia kuvuana nguo. Basi nikasema kwamba nini kuhusu Joshua wakati tayari una Victor? Maida akasema kwani kuna baya gani mimi nikitaka kujua kuhusu rafiki yako bwana?
Nikasema kwamba wewe hakuna ubaya, lakini sidhani kama wewe unataka kuwa rafiki tu na yeye. Usije ukajaribia na Victor kwa sababu ya mtu kama Joshua. Nilimweza, lakini Imelda hakuonekana hata kujali maneno yangu. Simu yake iliita na bila shaka alikuwa ni Victor, sababu aliachia tabasamu kubwa na wakaanza kuongea. Niliinuka na kuelekea chumbani, ghafla tu nikihisi kama ni nakosea kusikiliza maongezi ya wapenzi wawili. So nilitakiwa kuwapisha. Nilifika chumbani na kujitupa kitandani, lakini nilijutia baada ya tumbo langu kuvuta na kunikumbusha kitu ambacho kilitokea leo. Kitu ambacho najitahidi sana kukisahau. Nijikunja pale kitandani, lakini sikujaribu kufunga macho sababu ubongo wangu ulitengeneza movie ambayo kila nilipofunga macho ilianza kucheza akilini mwangu. Ile picha ya Alfred na zile nguo zilizojaa damu. Mimi katika kile chumba kidogo kilichoko nyuma ya mitambo ya hospitali. Kidogo nilimwona Zack akinicheka na maneno yake ya kuwa mimi ni nuksi na kuwa alitaka tu kuwa na mimi sababu sikuwahi kuwa na mwanamume mwingine. Alihitaji tu bikra yangu aweke historia. Unajua kila kitu kilikuwa nikijirudia akilini mwangu. Machozi yalianza kunitoka, nikitamani hata niinuke, lakini sikuweza. Nilizidi kujikunja pale kitandani, nikihisi kama nimemezwa hivi na mawazo yangu mwenyewe. Kuna kauli pia ilikuwa inajirudia sana akilini mwangu, ikisema ya kwamba wewe ni mpuuzi mjinga, hauwezi kufanikiwa kamwe kwenye haya maisha. Kwa hiyo akili yako huwezi kufanikiwa. Wewe ni malaya, hakuna unaloweza. Kila kitu unachokipata unakiharibu. Hayo maneno, msikilizaji, yalijirudia akilini mwangu. Lakini sauti iliyokuwa inasema hayo maneno ilikuwa ni sauti ya mama yangu. Nijikuta nikihisi kama vile mwili wangu kama unaisha nguvu hivi. Ilikuwa ni kama na mezo na kupotelea kwenye yale mawazo. Basi sauti kali ya Imelda ilitosha kunitoa kwenye yale mawazo ambayo nilishindwa kutoka mwenyewe. Aliniita mara. Nilishtuka na kukaa huko sasa nikipumua sana. Ilikuwa ni kama kichwa changu kimefanikiwa kuibuka kutoka kwenye maji yaliyokuwa yananizamisha. Basi akaniuliza kwamba mbona umeshtuka hivyo? Nikasema kwamba hamna, ulikuwa unasemaje? Nimuuliza baada ya kuweza kupumua vizuri. Akaniambia kwamba yani wewe jiandae tunatoka. Ainiambia kwa sasa akiachia tabasamu. Nikamwambia tunatoka tunaenda wapi usiku? Saa 2 jamani. Nisema huko nikiangalia muda. Imelda akasema kwamba wewe naona umetoka kijini, lakini wewe bado ni mshamba tu. Tunaenda kula chakula cha jioni kisha twende club. Victor amenialika, anatoka na marafiki zake. Na mimi nikamwambia kuwa niko na wewe, siwezi kukuacha. Akasema twende wote tu. Imelda alisema huku akipekua kabati lake kutafuta nguo. Nikasema kwamba hapana mimi siwezi kwenda. Unajua kabisa naumwa na natumia dawa. Na isitoshe sijawahi kunywa kabisa. Imelda akasema nilijua tu ukija hatimaye mimi nitakuwa na rafiki wa kupati naye, lakini bado unaboa tu kama zamani jamani. Wewe umeshakuwa mtu mzima, Kwa nini lakini mara jamani? Na haupo tena kwenye nyumba yule shetani. Sasa unawezaje kufanya chochote? Mimi hata sikuelewi mara Nikamwambia kwamba wewe najua, lakini ninatumia dawa Imelda. Sidhani kama ni wazo sahihi mimi kwenda kunywa, hata kama ningekuwa mnywaji sidhani. Imelda akasisitiza akasema ya mimi nachukiwa ukiwa sahihi muda wote jamani. Sawa, lakini ukimaliza dawa na ukapona tunatoka wote. Niahidi hapa. Tena leo. Nikasema sawa, na kuahidi Imelda. Nikimaliza dawa na kupona basi tutatoka kadri upendavyo. Nilimwahidi hivyo. Imelda alifurahi. Akaniambia kwamba haya sasa hivi wewe nisaidie tu kwa kuniandaa, lakini ukinisindikiza ili ukachukue chipsi pale nje itakuwa poa sana. Na maziwa unayohitaji kunywa itakuwa poa sana kama ukienda kuchukua save ukanywa. Hainiambia. Nilitikia tu kwa kichwa na kumsaidia chochote alichohitaji. Kwa kweli mimi sikutamani kuongozana na Imelda kutokana na ufupi wa gauni alilokuwa amevaa, lakini sina jinsi. Kila nilipojaribu kumwambia alikazana kuniita mshamba. Mimi nilivua nguo zangu za kulala na kuvaa jeans na t-shirt. Kisha tukatoka sehemu ambapo tulienda kufuata chipsi, ambapo Imelda anadai wana chipsi nzuri, na ndipo alipozoeleka kununua chipsi. Na ndipo hapo huyo mpenzi wake alipokuja kumchukua. Kwa hiyo Imelda alimsisitiza ule mkaka wa chipsi aniwekeza kushiba. Kisha kanishika mkono na kuniburuza kwenda kwenye lile gari lililokuwa limepaki.
limepaki pale likimsubiri. Sasa alivyofika pale alinitambulisha, na hapo ni baada ya kuwasalimia watu wote waliokuwa kwenye ile gari. Akasema kwamba hey baby, Maxi, Richie, Kevi, huyu ndo rafiki yangu. Msikilizaji, kijana mmoja hivi mweupe aliyekuwa mwisho kabisa alikuwa akinitazama sana. Wengine walipiga tu miluzi. Huyo mkaka mmoja aliyekuwa hapa mwanzoni mlangoni akaniuliza kwamba mrembo, kwa nini hutaki kuungana na sisi leo? Meda alimwambia, akasema kwamba wewe nimeshawaambia jamani, anaumwa. Kevi, hebu mwache besti yangu bwana. Alimwambia na kunigeukia, akasema kwamba mpenzi, njia ya kwenda nyumbani si unaijua fanya mambo yako na ulale kabisa, mimi nitakuja asubuhi na nina funguo zangu, kwa hiyo usiwaze. Meda aliniambia huko sasa, akinikumbatia na kuingia kwenye gari kisha akaondoka. Niligeuka na kurudi kuchukua chakula changu. Baada ya kupata kila kitu nilichohitaji pamoja na maziwa, nirudi nyumbani na kufunga mlango kabisa. Baada ya kula nilipanda kitandani tayari kwa kulala. Lakini sikuweza kupata usingizi. Kila nikipotelea usingizini naanza kujiona nikiwa kwenye kile chumba nimelala, na awamu hii chumba chote kimetapaka damu. Alfred ana mapembe na anaonekana ni kama kuna kitu kinachotoka tumboni kwangu. Niliposogea vizuri na kujitazama nikiwa pale kitandani, sionekani kuwa hai kabisa. Mwili wangu ni kama umepauka kutokana na damu yote kumwagika. Alfred aligeuka na kunitazama na mdomo wake unaochuruzika damu. Nilikurupuka kutoka usingizini nikiema sana. Mwili wangu wote umelowa jasho. Sikuwa hata nimelala muda mrefu sababu nilipoangalia saa ndo kwanza ilikuwa saa 5. Niliamua kutoka chumbani na kwenda sebeni. Niliwasha TV na kwa bahati nzuri nilikuta movie. Nilitulia na kuitazama huku mawazo yangu hata hayapo pale. Nijikuta nikiishia kusinzia pale kwenye kochi. Na tena ile ndoto ilijirudia, lakini wakati huu hakuwa Alfred, alikuwa Tom mwenyewe akila kitu kutoka tumboni kwangu. Kama mwanzo nilifanikiwa kukurupuka pale, Tom aliponitazama na mdomo unaochuruzika damu. Kama mwanzo niliangalia sana kujikuta nikitamani hata kutupa simu nilipoona ni saa 8 usiku. Bado masaa mengi sana kukuche. Kwa nini hakukuchi? Nikiwa katika ile hasira nijikuta sasa nikichukua simu yangu na kuanza kuandika ujumbe. Nikaandika ya kwamba nashindwa kupata usingizi sababu ya ushetani uliofanya na familia yako. Najua utajaribu kujiosha mikono, lakini wewe ni muuaji kama baba yako. Na ninakuapia kama ninavyoteseka sasa, utakuja uteseke maradufu. Hautapata usingizi kutokana na ndoto za mtoto wako kufa. Hautakuwa na mtoto anayeishi hata mmoja. Na ilaani siku niliyokuruhusu uingie moyoni mwangu Zaka. Natumaini hatutakutana tena maishani. Niliutuma ule ujumbe msikilizaji hata bila kuwaza. Lakini bado nilikuwa na hasira sana tu. Nilitamani nipate mtu wa kumfokea na kumpiga, lakini sikufanikiwa. Niliishia tu kujikunja na kulia. Nilia pale kwenye kochi hadi nikasinzia, lakini kama mara zote zilizopita sikulala muda mrefu. Niliota tena na kuishia kuamka nikiema na jasho la kutosha. Imeda akaniambia kwamba bora umeamka. Nilikuwa nawaza kukumwagia maji sababu ulikuwa unahangaika na kulia kwenye ndoto, lakini nakuamsha uamki. Haya, ulikuwa unaota nini? Nikamuuliza saa ngapi? Nimuuliza kwa sasa nikifikicha macho. Kichwa kilikuwa kikiniuma sana na macho yakivuta. Akaniambia kwamba saa 10:30. Mimi nimewahi sana ili nijaribu kulala. Kukikucha nina kipindi cha saa 4. Vipi lakini uko sawa? Nikamwambia kwamba ndio niko sawa, ni ndoto tu. Akasema okay, ngoja mimi nikalale sasa, maana natakiwa niwahi kipindi cha saa 4. Alisema kwa kielekea chumbani akidondosha nguo moja njiani. Natamani hata ingekuwa na kazi ya kufanya. Lakini nikiwa katika kuwaza hilo nilikumbuka daftari langu. Nilienda kulichukua na kuanza kuandika maneno yaliyokuja akilini mwangu. Kuna vitu tunafanya wenyewe vya kutunyima usingizi wenyewe. Sio kwamba tulipenda, hatakuwa na jinsi wenyewe. Vitu vilikuwa nje ya uwezo wetu, lakini dunia inatulaumu wenyewe. Ni makosa tu. Laiti kama dunia ingetuelewa, tungekuwa tofauti wenyewe.
Kukupenda ilikuwa ni makosa, lakini nimeshia kuumia mwenyewe. Moyo haukunipa nafasi ya kujitetea, uliamua wenyewe. Na sasa najutia kukupenda. Huku nikilia mwenyewe, yote alikuwa makosa. Kwa nini niumie mwenyewe? Msikilizaji, maneno yalitiririka kama machozi yangu yalivyoshuka. Lakini nilipoweka kalamu yangu chini, ulikuwa ni wimbo nilikuwa naandika. Wimbo ulikuwa umekamilika bwana. Nikaupatia jina la Makosa. Nivuta pumzi sasa nikitazama nje na kuona jua likichomoza. Nilifunga daftari na kuliweka vizuri. Niliingia bafuni na kuoga. Baada ya hapo nilivaa vizuri. Imelda alikuwa amelala kama mfu. Mimi sikuongeka naye, nilichukua pesa yangu na kutoka nje. Nilienda kutafuta nyama na ndizi. Itakuwa vizuri tukipata supu. Nina hakika baada ya yeye kunywa pombe, akiamka atahitaji supu. Na mimi nahitaji pia. Kwa hiyo itakuwa vizuri nikishughulikia hilo kwa sasa. Mpaka wakati Imelda anaamka, mchemsho wangu ulikuwa umeiva. Aliamka kwa sasa akitukana sana. Na hakika usingizi wake haujaisha sababu alamu ya simu yake ndio ilimwamsha. Alielekea bafuni moja kwa moja na mimi niliweka mchemsho ule kwenye bakuli 2 pamoja na chapati tayari kwa kuliwa. Imelda akasema, jamani. Wewe ni malaika kutoka mbinguni. Hapa nimemeza dawa za maumivu lakini nahisi kama ni vile gari linaniburuza barabarani. Sinywi tena hizi siku za kipindi, sinywi. Imelda alalamika huku akianza kunywa supu ile taratibu. Mimi nilishia kucheka tu sababu japo nimekaa naye siku moja tu, najua anachokiongea ni uongo. Baada ya kula aliniaga na kwenda chuo. Kwa mara nyingine tena nilibaki mwenyewe nikiwa sina kitu cha kufanya zaidi ya kufanya usafi na kupika. Nilihakikisha hadi wakati Imelda anarudi chakula kilikuwa tayari. Mzunguko wa maisha yetu ulikuwa vile, msikilizaji. Imelda kwenda klabu usiku, mimi kutengeneza supu asubuhi na yeye kuniacha kienda chuo. Wiki 2 zilipita. Angalau wakati huo nilikuwa naweza kulala masaa mengi kidogo kabla ya kuota. Angalau ninaota mara moja usiku. Nilikuwa nimeshapona kabisa. Hata nikijitupa sipate maumivu, sitokwi damu tena. Na nimeshamaliza dawa. Na leo ndio siku ambayo natimiza ahadi ya Imelda. Leo ndio siku atakaoniburuza kwenda klabu. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa na Imelda alikuwa na furaha sababu kesho ni Jumamosi. Hivyo haitajiki kwenda chuo. Aliniambia kwamba usione wasiwasi mimi hapa nitakuwa na wewe muda wote. Nataka tu ufurahi. Aliniambia sasa akinipa gauni la kuvaa. Nikasema kwamba sijui hata kwa nini nikubali kukuahidi. Nijikuta nikisema sasa nikiangalia jinsi lile gauni lilivyo fupi. Akasema kwamba pole sana lakini ahadi ni deni shoga yangu. Alisema sasa akinirushia gauni jingine. Akaniambia kwamba hebu jaribisha na hayo magauni nione. Dakika chache baadaye tulikuwa tunatoka nikiwa nimevaa gauni ambalo nilikuwa nikihangaika kulishusha kila baada ya kupiga hatua. Lilikuwa juu kidogo ya magoti lakini lilipanda kila nilipopiga hatua sababu mimi nina mwili mkubwa kidogo kuliko Imelda. Lakini Imelda anaonekana kufurahi na kunisifia sana kwa kupendeza. Kitu pekee ninachotaka ni kwa usiku wa leo kupita tu ili maisha mengine yaendelee. Baada ya hapa sitatoka tena. Nilifurahi baada ya kukuta gari likitusubiri nje sababu sikuwa tayari kutoka na kuanza kutembea nikiwa hivi. Kuna mkaka mmoja akasema kwamba binti mrembo. Alisema mkaka ambaye kutoka mara ya mwisho tulipoonana, yani tokea mara ya mwisho tulipoonana nilijua jina lake ni Kevi. Mkaka mmoja ambaye sasa ile siku alikuwa ananitazama sana, alijaribu kunitetea akasema kwamba muache binti wa watu bwana. Imelda akaita baby. Imelda alisema sasa akiingia na kukaa mbele na kuanza kumbusu mpenzi wake ambaye nani ni Victor. Mimi niliwahi na kugeuka. Na huku nyuma yule mkaka alijitahidi hadi nikawa sasa nimekaa karibu yake. Mwenzao mmoja alikuwa yuko busy na simu. Ni kama hajatuona. Victor ambaye alikuwa ndio dereva wetu aligeuka na kunisalimia. Baada ya salamu nyingi safari ilianza. Kila mtu alianza kuongea na wakaanza kucheka lakini sikuelewa kitu. Yalikuwa ni matani yao, hivyo nilibaki tu kimya nikitamani hii siku iishe nirudi nyumbani. Bahati nzuri safari yetu haikuwa ndefu sana. Tulipaki nje ya club moja maarufu kisha tukaingia ndani. Kevi alijaribu kunishika kiuno lakini yule kaka mweupe akamfukuza. Kevi kwa siri akasema kwamba Max unazingua kinyama Max. Yule kaka mweupe ambaye nimegundua jina lake ni Max alimuuliza kwa siri kidogo akasema wewe unaona demu hataki umguse, si umwache bwana.
Kevi alichukia na kuamua kutangulia mbele. Nilimwambia tu asante Maxi. Nilimwambia tukitabasamu. Akaniambia kwamba karibu, japo sio haki wewe kujua jina langu wakati mimi sijui lako. Naitwa Mara. Nilimweleza kusasa nikimpatia mkono. Akisema kwamba Maximiliano. Lakini watu wengi wanapenda kuniita Maxi. Basi kulikuwa kuna ukimya kidogo. Bila shaka kila mtu alikuwa anatafuta cha kusema, lakini Maxi ndo aliongea wa kwanza. Akasema kwamba twende ndani na usiwaze kuhusu Kevi, nitahakikisha akusumbue. Aliniambia kisha akaanza kutangulia ndani. Nilimfuata nyuma huku sasa nikitoa macho baada ya kuingia klabu. Hakukuwa na mwanga wa kutosha zaidi ya hivyo vitatu vya rangi vinavyozunguka zunguka. Sijui tu wanawezaje kucheza hapa. Watu wamebanana wakicheza. Kupakana mijasho tu. Tulisogea na kwenda ukaa na wenzetu. Imelda akaniambia kwamba mpenzi, nimeshakuagizia chakula, inabidi tule kabla ya kuanza kunywa. Imelda aliniambia kisha akarudi kumkalia Victor. Vitu vilikuwa vinaendelea kila sehemu, nilitamani hata ningefunika macho yangu. Wakati huo nikiendelea kuangalia meza sababu niliogopa kuangalia uchafu uliokuwa unaendelea. Ilinibidi nitazame tu meza. Niletewa ndoo 2 zilizojaa pombe na barafu. Vindo fulani hivi vya chuma. Wao sikujua kama ndoo zinatumika klabu. Wale wanaoenda klabu najua mtaniona mshamba kuita vindo. Kuna vindo fulani hivi vya bati sio bati nini yani. Kwa hiyo ilibidi nishangae tu hivi kumbe kuna ndoo. Basi Max alitoa bia moja na kunikabidhi. Lakini nilisogeza mbali na mimi. Akaniuliza kwamba vipi haunywi? Nikasema hapana, sijawahi kunywa na pia sijala kitu. Max alishangaa lakini alikaa kimya. Alirudisha ile bia kwenye ndoo kisha akajimiminia kinywaji chake. Chakula kililetwa, kila mmoja akala. Baada ya hapo zoezi la pombe likaanza. Max akaniuliza kwamba unataka kujifunza kunywa au rafiki yako wamekulazimisha tu? Nikamwambia kwamba nataka kujifunza. Msikilizaji, nimueleza sababu mimi sikutaka kuharibu picha ya nani ya Imelda kwa mashemeji zake. Basi akaniambia kwamba basi kunywa hii hapa na kwaidi haina uchungu kabisa, ni pombe za kike hizi. Hainieleza kusasaki nikabidhi bia kama ile ya mwanzo. Nigeuka kumwangalia Imelda lakini sikumuona popote. Sio yeye wala sio mpenzi wake. Na alisema atakuwa na mimi muda wote. Sasa Max akaniambia kwamba bila shaka watakuwa wameshaenda kutafuta chumba hao. Max aliniambia baada ya kuelewa ninayemtafuta. Alicheka kidogo alivyoona nilivyoshtuka. Akaniambia kwamba usiwaze, utakuwa salama tu. Hakuna wa kukugusa na tutakurudisha nyumbani. Aliniambia hivyo. Sasa niliamua kuacha kuanza na kufuata ushauri wa Imelda. Angalau mara hii, yani hata mara moja so nichukue ile bia na kuanza kunywa. Haikuwa chungu kabisa na ilikuwa na ladha ya limao. Nijikuta nikifurahia na taratibu nilizoea. Kuna hisia fulani hivi yani inakupata, yani unakuwa kama hutaki tu kuacha kunywa. Na kama hivyo taratibu sana nilianza kulewa na ule mshipa mdogo wa aibu niliokuwa nao ukakatika. Nakumbuka tu kunywa sana na kucheza na Max, lakini zaidi ya hapo sikukumbuka kitu. Nijikuta tu nimeamka kwenye kitanda huku mkono wangu ukiwa juu ya mwili wa mtu. Nilianza kufungua macho taratibu huku kichwa changu kikiuma sana. Nishtuka sana baada ya kumuona Imelda akiwa pembeni yangu, huku akiwa mtupu kabisa. Pembeni yake alikuwa Victor, mpenzi wake. Nitamani kuzimia. Sikuamini kama nilikuwa kitandani na shemeji yangu na rafiki yangu. Nijaribu kukaa haraka lakini kizunguzungu na maumivu ya kichwa kilichokuwa kinagonga yalinifanya nirudi kuegemea kitandani. Kuna mtu alinivuta na kunikumbatia. Nilipogeuka nijikuta nikisikia kichefu-chefu baada ya kumuona Kevi. Ni kitu gani kilitokea jana? Nijitahidi sana kukumbuka lakini sikukumbuka kitu. Kadri ninavyojitahidi kukumbuka ndivyo ninavyozidi kuumia kichwa na bado ni kama nilikuwa nimelewa. Nibaki nimekaa na taratibu nilianza kupotelea usingizini tena. Lakini nijikuta nikiamshwa na mtu aliyekuwa ananipapasa. Angalau wakati huu nilikuwa na nguvu kidogo. Nilimgeukia Imelda ambaye alionekana kama vile hana nguvu kabisa na hana hata dalili za kuamka muda huo. Ilionekana tupo hotelini lakini sikuelewa ni wapi. Yaani nilihisi kuchanganyikiwa. Basi nisikia sauti ikisema ya kwamba chukua umeze hii dawa. Itakusaidia maumivu ya kichwa mpenzi.
tunatakiwa tuondoke. Ile sauti nilitambua ni ya Kevi. Sasa nilipokea kile kidonge, lakini kwa namna fulani hivi nafsi yangu haikumwamini. Kwa hiyo nilipokiweka tu mdomoni, nilisukuma chini ya ulimi na kunywa maji kisha nikatulia. Nijifanya nageuka kisha nikatema kile kidonge. Na kwa utaratibu huku nikigeuka kama samaki, nilikisukuma chini ya mto kisha nikatulia. Nijifanya nimelala sababu sikuelewa ile dawa, yani hata natakiwa ufanye nini kwenye mwili wangu, sikuelewa kabisa. Basi baada ya dakika chache nilimsikia Victor akiongea akisema ya kwamba ameshazima au bado, sababu dem ni mgumu wase. Jana kile ulichomwekea kwenye pombe kilichelewa sana kufanya kazi, sio kama kwa mpenzi wangu hapa dakika moja tu kazima. Nijikaza na kutulia Kevi aliponitikisa. Kevi akasema huyu amezima huyu, tunaweza kujipatia raundi nyingine. Kevi alisema huku akisikika kufurahi. Walinyanyua na bila shaka niliwekwa juu ya Imelda. Kevi akauliza kwamba unaanza wewe au nianze mimi? Jamaa akajibu ya kwamba acha mimi nianze. Nyinyi mlipata raundi zote usiku lakini mimi sijamuonja kabisa huyu mtoto. Bila shaka hiyo ni sauti ya Max. Nilishindwa kuzuia chozi. Chozi linitoka jichoni kwangu. Akauliza, mbona kama nalia? Aliuliza sauti ambayo ilikuwa mpya kabisa. Kwa hiyo yani unajua nilifikiria vitu ambavyo vinafanyika huko chumbani. Nilijikaza sana lakini bila kutegemea nilichapwa kofi zito la paja. Na ni muujiza sikupiga kelele sababu liliuma kweli kweli. Kevi alisema kwamba unaona ameshazima Rich bwana. Max akasema kwamba sasa kama ndio hivyo kwa nini sasa msimtoe hapo ni mfaidi mwenyewe? Max alisema huyo jamaa anaitwa Rich. Akasema kwamba na mimi bwana, nyoa ili mlifaidi usiku wa jana au tupokezane. Aisee, nilinyanyuliwa tena na kubwagwa pembeni. Haikuchukua muda nilimsikia mtu akiguna. Bila shaka walishaanza kumuingilia Imelda. Chozi linitoka lakini sikuthubutu kufungua jicho. Kuna mtu alisogea na kupanua mapaja yangu. Yani aliingia. Mimi nitegemea ningeumia sana. Lakini bila shaka alitumia kilainishi. Nilijaribu kuwaza kitu cha tofauti ili nisilie. Hata niliposikia walipotutukana na kutunasa vibao, nijitahidi nisilie. Hata walipobadilishana, sijui niliwezaje kujikaza sana hadi kila mtu akamaliza haja zake. Unajua ilikuwa ni uchafu Uchafu uliopitiliza. Nilikuwa nikijilaumu sana. Ni kama kuruka moto na kanyaga jivu. Najua kuna watu mtasema asungeweza kutoroka. Hivi unatorokaje mbele ya watu wote? Unawezaje kutoroka? So kulikuwa kimya kidogo. Nikasikia kama wanaagana. Kisha nikabaki kusikia hatua za mtu mmoja tu. Baada ya dakika chache nilimsikia Imelda akipiga chafya na kuamka. Nilikuwa nimefunikwa hapo pembeni. Victor akamwambia Imelda ambaye sasa mimi atasikia jibu lake, lakini baada yake niwasikia wakibusiana tu. Victor akasema kwamba baby, hebu amka basi ujiandae, tunatakiwa tuondoke. Asante sana kwa kunipa hii nafasi. Rafiki yako huwezi hata kujua kama ametoa mimba bwana. Mtu anaweza kudhani unamsingizia. Yani yuko kama mpya. Alisema hivyo. Ina maana kumwamini kwangu Imelda imekuwa kumbe kosa kubwa hivi. Unamwambia mtu siri zako ukijua ni rafiki, kumbe anaenda kutangaza. Jamani, mashosti. Ni unajua nijikaza tu. Sijui niliwezaje kutokulia pale. Imelda akasema kwamba chochote kwa ajili yako mpenzi, chochote kile. Alafu nimechoka. Victor alicheka tu. Akasema shughuli ya jana haikuwa mchezo. Haya, fanya mambo yako sasa, mimi nakusubiri nje. Marafiki zangu wamenipigia kuwa wamefika kutuchukua. Mwamshe rafiki yako tukapate supu. Alimwambia hivyo na kutoka nje. Nilitulia pale na dakika chache baadaye Imelda alikuja kuninusisha kitu. Nilipiga chafya mara mbili. Nikajifanya kuamka, lakini baada ya kuvuta chochote alichonihusisha nilikuwa vizuri, hata kichwa hakikuuma kabisa. Yani ilikuwa ni kama nimeamka asubuhi vizuri tu, lakini mwili wangu wote ni kama ulikuwa unauma. Imelda akasema kwamba mara mpenzi, hebu vaa haraka, Max anakusubiri nje. Sikutegemea kama ni mngeishia kulala wote, lakini naona unatamani sana kumsahau Zaka.
Imelda aliongea huku akinitania, lakini sikuweza kuzuia machozi yalitoka machoni mwangu. Imelda anaweza kuniua kabisa. Anaweza kuninyosha sumu huku akinichekea. Bila shaka anaelewa kila kitu kilichotokea, lakini ananiigizia mimi. Nilitamani kuigiza niko sawa, lakini sikuweza. Sikutaka hata kuongea. Imelda akasema, "Mbona unalia mpenzi?" Imelda alisema akijaribu sasa kunigusa. Lakini nijikuta nikiruka na kusogea pembeni, nikasema, Akaniuliza kwamba, "Mara ni shida?" Nikasema, "Hamna, kichwa tu kinanisumbua." Na umenikumbusha. Afu umenikumbusha mambo zake asubuhi, lakini nitakuwa sawa. Sijui nitoa wapi huo uongo, lakini ulitosha kumfanya Imelda aniache. Nilienda bafuni na kunawa, kisha nikatoka na kuvaa nguo. Niliogopa hata kubaki pale chumbani. Nilihisi kama wataweza kurudi wale wanaume. Sikuhangaika hata kutengeneza nywele wala nini. Kitu pekee nilichotaka ni kutoka pale hotelini na kwenda kwa Imelda kukusanya vitu vyangu. Sijui nitaenda wapi, sijui nitaanzia wapi, lakini siwezi kukaa na huyu mwanamke muuaji, alafu bado anajiita rafiki yangu. Na bado anamuita Victor mpenzi wake. Basi nilienda kwenye meza pale nini. Max akaniita akasema, "Mara mpenzi." Alisema sasa akiinuka kunikumbatia, lakini nilisogea nyuma. Kila mtu kwenye ile meza alinitazama na ile hofu yangu irudi. Nilitulia na kukaa kwenye kiti kwenye meza ambayo wale wanaume wote walikuwepo na Imelda akiwa amemwegemea mpenzi wake. Nilikuwa natumia nguvu kubwa sana kujizuia kulia wakati huo. Nilikuwa nahisi kama sina msaada. Kevin akasema kwamba, "Jamani, kila mtu agize bwana. Leo mimi niko vizuri sana. Nimepata show nzuri, hivyo lazima nyie kama rafiki zangu mfurahi." Basi marafiki zake walicheka, lakini kila mmoja akaanza kutoa oda. Ilikuwa hoteli kubwa sana, lakini mimi sikujali hilo. Kitu pekee nilichotaka ni kuondoka tena haraka sana. Mhudumu alipofika kwangu nilikuwa sina hata hamu ya kula. Nilimwambia tu kwamba naomba juice ya passion. Max akasema kwamba, "Mpenzi, agiza kitu kizito bwana ule." Max alisema hivyo huku akijaribu kunigusa, lakini nijikuta nikisogea. Max akasema kwamba, "Mbona unanikimbia wakati jana usiku tulikuwa vizuri tu?" Nikasema kwamba naona ni kitu cha ajabu kuwa sikumbuki chochote kuhusu mimi kuwa na wewe jana usiku. Nilisema hivyo na kumuona Max akiangalia pembeni. Macho alijaa machozi, lakini sikuwa tayari kuyaruhusu yatoke. Nikamwambia kwamba chochote kilichotokea ambacho sikumbuki nataka kibakia hivyo. Nimetoka kwenye mahusiano, hivyo sipo tayari kuwa na mtu kwa sasa. Nilimweleza huku sasa nikirudisha macho yangu mezani. Nilichukua simu yangu ambayo haikuwa hata na ujumbe wowote. Hakuna hata mtu anayenikumbuka. Sikuwa na umuhimu kwa mtu yote. Juisi ya baridi iliwekwa mbele yangu huku wale wanaume pamoja na Imelda wakijitahidi kula. Nilikunywa ile juisi na kuagiza nyingine tena. Ule baridi ulifaa sana kuituliza nafsi yangu. Walipomaliza kula, tuliingia kwenye gari na wakaturudisha nyumbani kwa Imelda. Tuliposhuka, hata leo mimi sikuwa najali ufupi wa hili gauni. Nilitembea haraka na kufika mlangoni nikimsubiria Imelda aliyekuwa na funguo. Alipofungua mlango nilienda chumbani na kuvua nguo, kisha nikaelekea bafuni. Nijisugua sana. Nitamani kuondoa ngozi kila mahali. Wale wanaume waliponigusa bila yangu nitamani kuondoa ngozi. Niliposikia ngozi yangu sasa ikiwa ya moto kwa kuanza kuchubuka, nijisuuza na kutoka bafuni, lakini bado nilikuwa nikijihisi mchafu tu. Nijifuta na kuvaa vizuri, kisha nikaanza kupaki nguo zangu ambazo zilikuwa kabatini. Imelda alinipa sehemu ya kuweka nguo zangu kabatini kwake, lakini leo nazikusanya zote tayari kwa kuondoka. Sasa Imelda akauliza kwamba, "Mbona unakusanya nguo zako?" Aliuliza alipokuja chumbani. Sijui anawezaje kuishi hivi. Sasa mimi nilifuka nikasema kwamba, "Hivi unawezaje kuishi hivi? Kama hii kodi na vitu vyake ndio unavilipia hivi, sipo tayari kubakia hapa. Nilijua wewe rafiki yangu." Nilifoka huko sasa. Machozi niliyoyazuia yakianza kutoka. Akasema kwamba, "Unaongea nini Mara? Wewe rafiki yangu." Nikasema, "Wewe." Labda wewe ulikuwa umelala, lakini nilikuwa macho. Nilisikia kila kitu kilichoendelea. Na sijui wewe unawaza nini, lakini huyu unayemuita mpenzi wako anakubaka kila siku akiwa na marafiki zake. Na wewe unakubali tu. Nakwambia vitu vyangu vya siri na wewe unaenda kuvianika huko nje. Na istoshe unaenda kuniingiza kwenye mtego, Imelda. Hivi unajua mimi nilichofanywa Imelda? Imelda, nimebako na wanaume 4 kwa sababu yako. Alafu unakuja kunidanganya bila hata aibu Imelda. Wewe ni rafiki kweli Imelda? Hivi rafiki yangu ama adui yangu?
Kama ni hivyo, yani kama ndio vitu unavyofanya ili kuishi. Haya maisha mimi hapana. Wanakunyosha dawa, unakujitambue, alafu wanakubaka wanaume 4. Hawavai hata condom. Sijui hata mimi nitakuwa nimeokota magonjwa mangapi huko. Na wewe unasema huko kwenye mahusiano eti unapendwa. Nilitulia kidogo, vuta pumzi. Kwa ujasiri sana Imelda akasema ya kwamba hawawezi. Victor hawezi kuruhusu wanaume wengine kulala na mimi. Kwa hasira nikasema, basi kwa nini anakunyosha madawa ili upoteze fahamu? Una kumbukumbu zozote za jana usiku? Imelda bila aibu akasema ya kwamba sina, lakini Victor aliniambia kuwa anatamani kulala na wanawake 2, yani mimi na mwanamke mwingine, hivyo akaniambia nichague, na niliona ni bora wewe rafiki yangu. Unajua mtu anaongea bila aibu. Nilimwambia hivyo una kichaa nini? Kwa hiyo haukuona umuhimu wa kuniambia chochote, ukaona ni bora uniburuze tu, si ndio? Unipeleke machinjoni bila mimi kujua. Hivi Imelda, unajisikia kweli? Yani unasikia unyama unaoongea? Imelda akajitetea akasema ya kwamba si unaona, mimi najua ningekuambia usingekubali, lakini Victor alikutamani tangu ile siku alivyokuona na akaniomba sana, hivyo nikaona sio mbaya. Nikasema nini? Sio mbaya. Sio mbaya kabisa. Sababu hayo ilikuwa ni maamuzi yako kufanya, si ndio? Unajua nini? Hakuna umuhimu wowote wa mimi kuongea na wewe, sawa? Lakini ndio nimeshakwambia wanaume waliokubaka ni 4 sio 1 kama unavyodhani. Naomba niache kwanza mimi kusanya vitu vyangu hapa niondoke. Nimuuliza kwa hasira huku sasa nikifuta machozi na kurudi kwanza kupanga nguo. Akaniambia kwamba sasa mara utenda wapi? Nikasema wewe, nitaenda kulala hata mtaroni. Bora huko kuliko kukaa nyumba moja na nyoka kama wewe. Imelda, yani unaweza kuniwekea sumu huku ukiniangalia machoni. Siwezi kuwa na rafiki kama wewe. Sitakuwa na rafiki kama wewe. Nijikuta nikizidiwa na machozi na hasira. Niliona ni kama naweza kumdhuru Imelda. Ibidi nitoke haraka. Nilienda nje na watu wachache tu nijikuta pale stendi ya mawasiliano. Bila hata kuanza niliingia kwenye gari lililokuja mbele yangu. Hata sikuelewa linapoenda, lakini niliingia na kukaa. Nilikuwa na mawazo mengi sana, lakini kitu kimoja kilisikika zaidi akilini mwangu, kwamba nimechoka maisha, nimechoka kuishi. Sidhani kama huko alipo baba yangu anapitia shida. Labda kwenye hii dunia sikupangiwa amani wala furaha. Labda nitakiwa niwe mtu huzuni tu na shida na mikosi na balaa, mtu wa kutumiwa tu na watu. Sikuelewa hata tulifikaje mwisho wa gari, lakini tulifika. Hadi tunafika pale nilishafanya maamuzi ya kuacha kuishi. Nimechoka, na kama ni kukata tamaa, nimeshakata tamaa. Siwezi kuendelea hivi. Mbona kila kitu nimevumilia? Basi nimuuliza dereva Toyo nilikutana naye kwamba kwenda Coco Beach ni shingapi. Akaniambia kwa wewe mrembo ni 8,000 tu. Baada ya kusikia pesa ambayo ninayo, sikuhangaika hata kumwambia siji kwamba nipunguzie, sababu sihitaji tena pesa. Nikienda starudi. Aliponifikisha pale nilishuka na bila kupoteza muda nilielekea upande ambao kuna mawe makubwa na kusimama juu yake. Najua nikijitupa hapa lazima nife tu, sababu kwanza chini kuna mawe, hivyo nitajigonga, alafu pili sijui hata kuogelea, kwa hiyo nafasi yangu kutoka hai ni sawa na hakuna. Na hicho ndio kitu ambacho nakitafuta. Ninaipenda bahari. Hakuna njia nzuri zaidi ya kufa zaidi ya hii. Najua baada ya hapo nitakuwa na amani na utulivu. Hakuna shida itakaonipata, hakuna wakunibaka, wala wakunitukana, wala wakunitoa mimba, wala wakunibia, wala wakunidanganya, wala wakuniita rafiki wakati waniazima mema, wala wakunipiga. Mimi nitakuwa mwenye amani, na hata wao maisha yao yatakuwa mazuri. Nitakuwa nimewapunguzia shida. So nilitulia pale nikiangalia maji yakiletwa na mawimbi na kujipigiza kwenye ule mwamba. Upepo mzuri ulipuliza na nilitulia nikijiruhusu kulia kwa mara ya mwisho. Nijiambia kwamba lia utakavyo kwa sababu hautalia tena. Basi nilitulia na kujaribu kufikiria ni wakati gani nilipopata mtu yeyote aliyenipenda mimi kama mimi. Sio kwa sababu yeyote bali mimi kama mimi. Alitokea mtu mmoja tu ambaye ni marehemu baba yangu. Wengine wote walinipenda kwa sababu fulani. Sidhani kama hata huo unaweza kuita upendo. Nilianza kuimba wimbo wa kitabuni ambao baba yangu alipenda sana kuimba siku za Jumapili.
Na kuna muda hata nilipokuwa nikitaka kulala alikuwa pia ananiimbia huu wimbo. Kwa niliona ngoja nianze kuimba. Nadhani talau unaweza kuwa unafahamu naimba ya kwamba They are the night till as I lay sleeping I dream I heard you in my arms. When I woke thee, I was mistaken. So I hung my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know how much I love you. Please don't take my sunshine away. So niliwimba huku kumbukumbu za upendo wa babangu zikijaa akilini na machozi yakibubujika. Nitabasamu sababu kutokana na ule upepo mkali niliweza kuimba kwa sauti sana, hasa nikiitikia kile kiitikio cha You are my sunshine. Taratibu nafsi yangu ilianza kutulia, ile hasira ilianza kutoweka. Hata watu wakija kusema nilikufa kwa amani hawatakuwa wamekosea hata kidogo. Nilianza kupiga hatua ndogo ndogo huku nikiwa nimefunga macho na kusikilizia upepo mzuri, huku nikiimba kwa sauti na kupiga hatua tayari kwa kudumbukia au chochote kitakachotokea. Sauti nzito nilisikia kiniambia kwamba wow, una sauti nzuri sana kumtonya kapangoni. Ilimfanya nishtuke sauti. Nilikuwa nadumbukia lakini yule kaka alinidaka. Kwa namna fulani nilikasirika. Kwa nini amendaka? Yule kaka akasema kwamba ni mchezo gani unafanya ukingoni mwa bahari, Hata kama ni mazoezi, ungepiga hatua chache kidogo nyuma. Nikamwambia kwamba naomba niache na maisha yangu, chochote unachofanya hakikuhusu. Nimwambia kwa hasira huku nikirudi kugeukia bahari. Huyo kaka ni kama ananipotezea muda. Nilisogea haraka ili kujitupa baharini. Lakini alinidaka tena akaniambia kwamba kumbe ni makusudi Alisema huku akinishika kwa nguvu. Nilifoka nikasema niache bwana nife, niache vile ninavyotaka, wewe niache. Mjinga nini, naomba niache. Nilifoka huku nikihangaika nikilia. Misuli yake iliyotuna ilitosha kunishika na kunizuia kufanya chochote. Niliendelea kufoka nikasema nakuchukia, naomba niache niache. Yule kaka akasema najua haunichukii, najua ni hasira zinazoongea, lakini sitakuachia hata ufanye nini. Maneno yake na ile kunizuia kulizidi kunikasirisha sana. Nilishia kujiachilia na kulia kwa nguvu sana. Nilisema ya kwamba hakuna mtu anenipenda, hakuna anenitaji, si uniache nife tu kuliko nibaki kwenye dunia mateso. Nilisema kunikilia kwa uchungu. Yule kaka alinivuta na kunikumbatia. Hakuongea chochote, alinikumbatia tu. Nililia kwa muda mrefu sana. Nilipotulia aliniachia taratibu lakini alibaki kunishika mkono wangu. Yule kaka akasema kwamba hakuna jambo gumu lisilo na njia kutokea. Hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, na wala hakuna usiku usioisha. Asubuhi inakuja lakini unatakiwa uvumilie. Niitikisa tu kichwa na kuangalia pembeni. Nimwambia kwamba unaongea tu. Sidhani kama hata umewahi kupitia shida wewe, unaongea tu. Baada ya kumwambia hivyo, nilimuuliza kwamba unataka kunipeleka wapi? Nilimuuliza kwa wasiwasi, nikijaribu kurudi nyuma lakini alishika mkono wangu kwa nguvu. Alicheka kidogo akasema kwamba nataka tukakae kwenye mchanga, mahali ambapo hata ukichukia vipi huwezi kunisukuma nikaanguka bahati mbaya nikafa. Ananiambia hivyo, nilitulia kidogo kisha nikakubali aniongoze. Tuenda kukaa ufukweni kwenye gogo huku upepo ukitupiga. Basi akauliza kwamba haya, unaweza kuniambia kwa nini ulitaka kujiua? Na kwa taarifa yako pale usingekufa kama ungejirusha, lakini ungeumia na kuvunjika labda hata kiuno. Aliniambia, muda huu sasa nilianza kuona wazo langu lilikuwa la kijinga sana. Nikamjibu kwamba siwezi kukwambia. Akasema kwa nini? Inaonekana kabisa unahitaji mtu wa kuongea naye.
Nikamwambia hapana, sikujui. Kwa nini nikwambie mambo yangu? Akasema mimi nadhani hiyo ndio sababu nzuri ya wewe kunielezea. Wakati mwingine huwa mimi naona ni rahisi zaidi kumwambia mtu ambaye simjui. Yaani shida zangu naonaga ni vyepesi sana kumwambia mtu ambaye simjui. Sababu atamwambia nani sasa? Lakini kama ni wasiwasi wako, anyway usijali. Mimi naitwa Kian. Niambia hivyo. Nilitulia kimya nikifikiria maneno yake. Labda ni kweli kama shida zangu ningemwambia mtu ambaye hanijui kama huyo Kian. Hata kama angemwambia mtu isingenifikia. Na pili ningekuwa nimetoa tu kile kilichoko moyoni. Basi baada ya kuwaza sana nikamwambia naitwa Mara. Akasema kwa nini unaitwa Mara? Sijawahi kulisikia hilo jina. Anauliza. Huyu ni mtu wa kwanza kuniuliza maana ya jina langu, msikilizaji. Hata mimi mwenyewe sijawahi kujiuliza. Nikamwambia kwamba sijui, mamangu tu hajawahi kuniambia kwa nini ameniita hivyo, lakini natamani kumuuliza siku moja. Akasema okay, inaonekana wewe na mamako hamko karibu Msikilizaji, nijikuta nikicheka nikasema kwamba mamangu hataki hata kuniona, kwa hiyo hatuna karibu wote. Naweza kusema yeye ni chanzo cha matatizo yangu yote haya. Nilimweleza na kutulia, lakini hatimaye niliamua kufunguka kila kitu kilichonikuta hadi leo. Muda wote Kian alikaa kimya akinisikiliza. Nilipokaa kimya, aliniuliza swali ambalo lilizaa mada iliyonipelekea kuendelea kuongea. Ilikuwa ni rahisi sana kuongea naye na kujua kuwa tukiachana hapa sitamuona tena. Atabaki tu na siri zangu mwenyewe. Kwa hiyo akasema ya kwamba kwa hiyo kitu gani kilichoendelea baada ya hapo? Nikamwambia kwamba ndio hivyo, hapa nimekuja moja kwa moja kutoka kwa rafiki yangu ambaye hata sielewi kama rafiki au adui. Lakini hivyo namhitaji mtu ambaye imekuwa wote yani kwako amekuwa kama dada. Alikuwa anakuokoa kwa kukuletea chakula kila siku mchana mkibaki shule, sababu anajua ukienda nyumbani hautaweza kurudi. Mpaka jana mimi nilikuwa naweza kutoa hai wangu kwa ajili yake, na nilimwamini na maisha yangu, lakini kumbe ni muuaji tu. Mtu kama huyo sijini muiteje? Nilimwambia hivyo na kutulia. Kian akasema kwamba sasa nimekuelewa. Hata kama ingekuwa mimi ningewaza kujiua. Tena mimi hata nisingeanza kuimba vizuri kama ulivyoimba wimbo wa Sunshine. Mimi ningekuja mbio na kupitiliza tu. Nikasema kweli kabisa. Akaniambia okay, lakini hujaniambia kuhusu kuimba kwako. Unajua una sauti nzuri sana Nitabasamu tu nikasema amna, kuimba ni kitu ambacho kinanituliza, lakini huwa mimi sipendi kuimba mbele ya watu kwa sababu wataanza kunisifia uongo kama wewe. Mimi naimba tu kujifurahisha, sina kipaji chochote, japokuwa nikiwa mwenyewe huwa ninaandika nyimbo tu. Nimuuliza akasema kwa hiyo unaandika nyimbo na una sauti nzuri, lakini bado hauna kipaji hata kidogo, si ndio? Ndio, ni kitu ambacho nafanya tu ili kujifurahisha. Sawa. Wewe umenisimulia upande wako wa story na vile unavyoona, lakini mimi nimeona kitu cha tofauti sana. Nimemwona Mara wa tofauti. Unamaanisha nini? Ni kwamba nimemwona Mara mwenye matumaini, Mara asiyekata tamaa, Mara ambaye haijalishi nini kinamkuta huwa anainuka tena na kupiga hatua. Mwenye kipaji, mwenye nyota inang'aa sana. Na mimi hata ulivyokuja mjini haukutegemea mji uwe mrahisi. Kuna sababu tu umetamani kujiua leo. Kwa nini haukuanza hili wiki mbili zilizopita ulipokuwa unaota ndoto za kutisha, huwezi kulala usiku? Sio kwamba unataka kujiua, lakini ni kwamba tu haujui jinsi ya kushughulikia huu uchungu wa kusalitiwa na mtu ambaye machoni mwako ni kama familia. Na sio hata hicho kitendo alichofanya hao wanaume. Ni mkono wa rafiki yako katika haya yote ndio unakuumiza hivi. Kian alitulia kidogo. Nilitulia nikijaribu kufikiria alichokisema ni kweli. Sio kwamba sikuumizwa na vitu vyote vilivyonitokea. Viliniumiza sana, lakini kila wakati nilikuwa naamini nitatoka tu, nitafanikiwa tu. Mimi sikuwahi kuanza kujiua. Ndio, kuna nyakati nilijiona sifai, labda haya ndio maisha yangu, lakini ile siku nilipoenda kwa Imelda, niliona kama ni mlango mwingine wa maisha yangu umefanyaje, umefunguliwa. Mara, najua ndo nalitambua hilo, na hii inatokea kwa sababu ulimwamini sana. Unajua watu wanaoamini watu ni kwa namna ambavyo wameamini, ni watu ambao wako tayari kufanya lolote kwa ajili ya huyo mpendo wao.
Kwa hiyo hii haiongelei usaliti wa huyo rafiki yako. Hii inaonyesha upendo ulionao wewe Mara. Una moyo mkubwa. Alafu mimi sitaki ukate tamaa. Ipo siku utapata mtu anayetafuta moyo kama huo, ambaye atakuwa tayari kurudisha upendo kama huo wako, umesikia? Kwa hiyo unahitaji kuvumilia kidogo tu. Lakini kwa sasa inabidi tuwaze utenda wapi. Kieni aliongea kama vile shida zangu ni zake. Kama vile tunafahamiana muda mrefu, wakati yeye ni mtu asiyejulikana ambaye baada ya mimi kuondoka hapa hatutaonana tena maishani. Sasa nikamwambia kwamba sijui hata nitenda wapi, lakini sitamani hata kumtafuta rafiki yangu yeyote. Nina akiba kidogo, nawaza ninunue godoro, nilipia chumba, nianze maisha mwenyewe. Akiba ndogo kama shilingi ngapi? 2.5. Msikilizaji, ni kama vile sijajifunza somo lolote. Pamoja na yote niliyopitia, bado nilipata amani kutandaza mambo yangu yote kwa Kian. Hadi akiba zangu nilimtajia. Kwa hiyo pesa unaweza kupata godoro zuri tu. Unadhani miezi mingapi itakutosha kujipanga? Miezi 6 au mwaka? Hata sijui, kila kitu kinategemeana na bahati. Ndivyo nilivyojifunza hapa mjini. Kama ni hivyo basi umeshafanikiwa, sababu unaonekana ni mtu mwenye bahati sana. Lakini niahidi hapa kuwa hautajaribu kujiua hata siku na moja. Natamani kama siku ukifikia kuwaza hivyo unitafute. Au tufanye hivi, tusihangaike kujuana, lakini mimi nitafurahi pia kupata mtu wa kuwa na mtupia shida zangu. Ainieleza hivyo, nikamwambia kwamba yes, chochote ninachoweza kukusaidia nitafurahi. Nilimwambia bila hata kwanza. Sawa, basi mambo yakinifika shingoni nitakutafuta pia, lakini kwa sasa tutafute chumba. Hebu pigia hapa namba, sawa? Ni namba dalali ambaye tunafahamiana vizuri. Najua hutaki kunipa namba zako, kwa hiyo hii itakuwa rahisi. Mpigie, niongee naye kwenye simu yako, alafu mtaendelea kuwasiliana. Ainiambia huku sasa akinionyesha namba kwenye simu yake. Niliandika na kuipiga kisha nikamkabidhi. Basi baada ya kupokea, Sidi alianza kuongea kwa sauti iliyochangamka sana. Akasema kwamba, Sidi mtu wangu, mapesa hapa naongea. Sasa sikia mwanangu, kuna sister fulani hivi anatafuta single nzuri tu. Ndio nyama fulani hivi unajua, kwa hiyo ukifanya hivyo utatisha sana. Kipo. Okay, basi ngoja basi atakupigia muonane umpeleke. Mimi hata sitaki kujua kilipo, kiwe mazingira fresh tu yenye ulinzi mzuri nini, sio ya kiuniuni. Alafu utaniona mkimaliza. Basi waliongea pale, kisha wakaagana, akarudishia simu yangu. Okay, sawa, naitwa Saidi, kwa hiyo naona naweza kukuachia uende ukachukue vitu vyako kwa sababu nyumba yako inakusubiri. Lakini sina godoro. Sijui sasa hiyo nyumba ilipo, lakini naamini ukifika huko ndo utajua pa kuanzia. Ainieleza hivyo. Tulinuka pale kwenye gogo, nilimshukuru na kuondoka. Nilikuja pale nikiwa nimekata tamaa, lakini sasa naondoka nikiwa na nguvu mpya. Naona kama vile haya maisha nitayaweza kabisa. Nitafuta usafiri wa kunirudisha kwa Imelda. Sasa hivi ilikuwa ni mchana kabisa. Nilipofika nilishangaa kumkuta Imelda, lakini hakuwa peke yake. Alikuwa na Victor. Niliogopa sana baada ya kumwona Victor. Zile kumbukumbu zote zilirudi. Asa Victor bila aibu akasema kwamba, wewe umemwambiaje mpenzi wangu? Kwa nini unataka kunichonganisha na Imelda, Najua yote hii ni kwa sababu nilikukataa jana usiku. Imelda aliongea kusasa, machozi yakimtoka, akasema kwamba ni kweli au Mara, Ni kweli unataka kunibia Victor wangu? Yaani mimi nimekuchukulia kama rafiki, kama dada yangu, kumbe unaniwazia mabaya, Umekuja hapa asubuhi kunijaza tu uongo. Wewe ni muongo Mara. Unajua msikilizaji, mimi nilidhani ningelia. Yaani nilidhani ningelia, lakini sikutoa hata tone moja. Nikasema kwamba kweli sikio la kufa ndio wewe sasa. Kama unadhani mimi naweza kukufanyia ubaya wowote, basi jifikirie tena Jifikirie Na sijui kati yangu na wewe Imelda, nani aliyemfanyia mwenzake ubaya? Sijui. Na hakuna haja ya mimi kubishana hapa. Naondoka. Unaweza kuendelea tu kubakwa na mpenzi wako mbakaji. Basi nipitiza hadi chumbani kwa hasira. Nguo ambazo zilikuwa bado haziko kwenye begi nizirushia tu na kufunga begi kwa hasira.
Dakika 5 nyingi nilikuwa nikiburuza begi langu kutoka pale. Nilipofika nje, yule dalali alinipigia na kuniambia niende maeneo ya Magomeni upande wa Manzese. Imelda hakutoka hata kuniaga. Machoni mwake mimi nilikuwa ndio mbaya. Nilitafuta usafiri na kuanza safari ya kuelekea nilipoelekezwa. Huko Imelda anapoenda kuanza maisha getu mwenyewe. Maisha yake yatakuwaje? Vipi kuhusu kazi? Vipi kuhusu kuishi? Na vipi kuhusu yule jamaa aliyekutana naye huko baharini? Kute jamaa ni jini. Ukute jamaa ni jini na likamsaidia mara kuweza kuwanyoosha watu wote ambao wamemfanyia ubaya. Anyway, tukutane sehemu inayofuata msikilizaji kuweza kufahamu yapi yatakayoendelea mara baada ya Mara kuamua kuondoka kwa huyo rafiki yake ambaye mimi na wewe tulifahamu ya kwamba Imelda huenda ndo akawa ni msaada mkubwa sana kwa Mara. Lakini mwisho wa siku kamsababishia mwenzie kubakwa na wanaume 4. Na huko anakwenda kuanza maisha yatakwaje? Huyo mwanaume ambaye ni Kian aliyekutana naye. Je, ni mwanaume salama kwake ama ni nani? Ama ni jini? Ama ni jini? Mdau tulikuwa nami Lucas Lumba, mtayarishaji wa hii simulizi. Si mwingine ni Chuchu. Niseme tu God be with you till we meet again. Bye bye.